Thank you. Are you okay, Sarah? Tarehe 19 Oktoba mwaka 2025, Kenya ilimzika mmoja wa wanasiasa mashuhuri zaidi katika historia ya Kenya, kiongozi Raila Amolo Odinga. Alizikwa nyumbani kwao Kang'o ka Jaramogi Bondo, karibu na kaburi la baba yake marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Mazishi yalihudhuriwa na viongozi wa kitaifa wa Afrika Mashariki na hata kutoka mataifa ya mbali, yakionekana kama tukio la kitaifa lenye heshima kubwa. Lakini mazishi hayakuwa mwisho. Tangu siku hiyo, kaburi hilo limekuwa kivutio kikuu cha kisiasa, pahali pa maombi, ibada za jadi na mazungumzo ya kisiasa. Maelfu ya watu, wakiwemo viongozi wakuu, wanahabari, wanaharakati na raia wa kawaida wamefanya ziara huko Bondo. Kwa wengine ni heshima na kwa wengine ni ishara ya kisiasa. Na kwa wachambuzi, Bondo sasa limekuwa hekalu jipya la siasa za Kenya. Lakini swali ni hili: kwa nini kaburi lina umuhimu mkubwa hivi kwenye siasa za sasa? Jibu liko katika mambo matatu makuu. La kwanza, mila za heshima za kitamaduni, ishara za uongozi na mikakati ya kisiasa. Na tatu, uhamasishaji wa wananchi na ujenzi wa nembo ya kisiasa. Katika jamii ya Waluo, mila za kuomboleza na kuheshimu marehemu ni sehemu muhimu ya maisha. Kabla ya kaburi kufungwa kabisa, familia ya Raila ikiongozwa na Mama Ida Odinga ilifanya ibada za kitamaduni zinazothibitisha heshima, ukoo na uhalali wa uongozi. Wakati viongozi wengine wanafika huko na kushiriki kwenye ibada hizo, iwe ni kuweka shada la maua au kutulia kwa heshima, wanajipa uhalali wa kiutamaduni mbele ya jamii ya Luo. Kwa wapiga kura wa Nyanza, ili lina uzito mkubwa kuliko maneno ya siasa. Viongozi wa kisiasa wamegeuza ziara hizi kuwa njia ya kuonyesha uhusiano wao na familia ya Odinga. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa mmoja wa viongozi wa kwanza kufika nyumbani kwa Raila baada ya mazishi, ishara ya urafiki lakini pia ujumbe wa kisiasa. Kalonzo Musyoka, Junet Mohamed na viongozi wengine wameonekana huko mara kadhaa, kila mmoja akiwa na sababu yake ya kisiasa. Kwa wachambuzi, ziara hizi ni majaribio ya kuona nani anaweza kurithi urithi wa kisiasa wa kiongozi marehemu Raila Amolo Odinga. Wakati maelfu ya wafuasi wanatembelea kaburi hilo, wanaimba nyimbo, wanaweka maua na kupiga picha, Raila anaendelea kuishi kama alama ya matumaini. Chama cha ODM na washirika wake wanatumia tukio hilo kama njia ya kudumisha jina lake na kuendeleza misingi ya kisiasa aliyokuwa akisimamia: haki, usawa na umoja wa kitaifa. Kwa maneno mengine, Bondo imekuwa kanisa la kisiasa, mahali ambapo wafuasi wanakutana kuimarisha imani yao kwa urithi wa Raila. Haya mambo matatu, mila, ishara na uhamasishaji, yanachanganyikiwa na kuunda nguvu kubwa ya kisiasa. Kaburi la Raila sasa limekuwa uwanja wa kitamaduni, jukwaa la mazungumzo ya kisiasa na ishara ya umoja kwa kisiasa wa ODM. Lakini hata kama haya yote yanatendeka, kuna hadhari ambazo lazima tuzione kwa kisiasa zinazoelekea mwaka 2027. Ya kwanza, kifo cha Raila kimeacha pengo kubwa la uongozi ndani ya chama cha ODM. Ziara za viongozi kwenye kaburi lake limekuwa njia ya kupima nani anastahili kurithi uongozi huo. Ahadi za moja na umoja zinazotolewa huko zinaweza kusaidia kwa muda mfupi, lakini pia zinaweza kufichua mgawanyiko wa ndani. Ziara kwenye kaburi sasa zimekuwa fursa za kisiasa. Mtu
kupewa heshima ya kuzungumza na familia au kuonekana karibu na mama Aida, ujumbe ni waziwazi. Huyu ana baraka za Odinga family. Hilo linabadilishwa kuwa nguvu ya kisiasa, hasa katika mazungumzo ya miungano kabla ya uchaguzi. Kwa Waluo wengine, kaburi hilo ni alama ya fahari ya kitamaduni, lakini kisiasa linaweza kuimarisha kura ya Nyanza huku likiimarisha mgawanyiko wa kikanda. Wanasiasa watakaoweza kuonyesha heshima na urithi huo huku wakifuka mpaka ya kikabila watapata faida kubwa. Ziara za viongozi wa kimataifa na jumuiya ya kidiplomasia zimegeuza Bondo kuwa kivutio cha kimataifa, huku wanasiasa wanaojua kutumia vyema picha za taarifa zinazotoka huko wakiunda taswira mpya ya uongozi wa baada ya raia. Kwanza, idadi kubwa ya watu wanaojitokeza huko inaweza kuleta changamoto za kiusalama. Tayari wakati wa mazishi kulikuwa na msongamano na furugu kidogo. Serikali ikalazimika kusimamia kwa makini mkusanyiko ijayo. Pili, hatari za kutumia kaburi hilo kama chombo cha biashara ya kisiasa. Iwapo viongozi wataonekana kutumia huzuni ya familia kwa faida binafsi, wapiga kura wataona hilo kama ukosefu wa heshima. Kabla ya mwaka 2027, angalia mambo haya. La kwanza, nani anaalikwa mara kwa mara kwa familia ya Odinga huko Bondo? La pili, je, viongozi wa pinzani wataonekana pamoja huko? Jambo la tatu, ni maneno gani yatatolewa mara tu baada ya ziara ama umoja, urithi au mwelekeo? Jambo la nne, ni nani anaruhusiwa kuzungumza hadharani na nani anabaki kimya? Haya yote yanaashiria mwelekeo wa siasa za mwaka 2027. Kwa kifupi, kaburi la Odinga huko Bondo limekuwa zaidi ya mahali pa maombolezo. Ni jukwaa jipya la kisiasa, mahali ambapo heshima ya kitamaduni inakutana na nguvu ya kisiasa. Kadiri tunavyoelekea uchaguzi wa mwaka 2027, Bondo itaendelea kuwa kiini cha mazungumzo kuhusu urithi, uongozi na mustakabali wa Kenya. Kama umependa uchambuzi huu wa kina kuhusu siasa za Kenya na uchaguzi wa mwaka 2027, subscribe kwenye Sam TV News, like na bonyeza kengele ili tuweze kufikia wengi, na uweze kutuandikia kwenye maoni, wewe unaonaje ni nani anaweza kuurithi wa Raila Odinga kisiasa?